kujibu maombi wakashuka siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Shakena magadaziza na mazaya, tunasalenda maisha yetu kwako, tunasalenda mawazo yetu kwako, tunajisalenda kwako Bwana. Bwana mbinguni, ukatutawale Bwana, tutawale Bwana Jehova, utawala wa mbingu na nchi, wewe Bwana utawala. Asante kwa breakthrough Baba, asante kwa kibali Bwana, asante kwa sababu kuna watu wanapona siku ya leo. Asante Bwana kwa sababu tunajua kuna watu wanawekwa huru katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Baba, nyosha mkono juu ya maisha yetu Baba, ututembelee Bwana, utufundike kwa damu ya Yesu, utufunike Jehova kwa damu ya Yesu, utende ishara na maajabu ndani ya maisha yetu Baba. Ninatangaza ya kwamba katika siku ya leo Bwana Baba, tunyenyekea chini ya miguu yako. Kuna kitu kinachoweza kuzuia mkono wa Mungu siku ya leo kufanya kazi ndani ya maisha yetu Bwana, ukadhihirike, ukaonekane Bwana pengine katikati ya wiki umekuwa na mawazo mabaya, umeweza kutukana, umeweza kukasirika, umetenda dhambi. Nataka siku ya leo tumwambie Bwana atusamehe. Mungu wetu ni Mungu wa rehema, yeye ako na msamaha, yeye ako na huruma, anaweza kutusamea. Tutubu dhambi zetu. Maandiko yanatuambia anayesema ana dhambi anajidanganya. Nataka tutubu siku ya leo, tumwambie Bwana
tusamehe dhambi za ukoo wetu, dhambi ambazo tumezaliwa ndani, dhambi ambazo tumetenda wenyewe, dhambi ya taifa yetu. Tutubu, tumwambie Bwana tusamehe siku ya leo katika jina la Yesu. My Father, my God, katika jina la Yesu Kristo, Ufalme Mungu mwenye nguvu na uwezo, mtakatifu wa watakatifu usiye milele. Bwana Jehova, tunaungama dhambi zetu mbele zako, kwa kuwa wewe ni Mungu wa rehema. Bwana Jehova na mwepesi wa hasira, tunaomba Bwana tusamehe dhambi na makosa, tuondolee udhaifu yetu Bwana, tusamehe Bwana dhambi zetu katika jina lako takatifu. Utuhurumie ewe Bwana, tuonyeshe rehema zako, tuonyeshe huruma wako Bwana, kwa kuwa vilikuweko tangu zamani. Rehema zako zilikuweko, huruma wako ulikuweko Bwana. Baba, tunaomba tusamehe siku ya leo, tutakaze kwa damu yako Bwana, tusafishe Bwana. Rabagada mazeke bagana, matayanga mazeke bagadosianta, roko bagada makatayanga rebozaya, oshenegede makatamaranda, roko sekete marasaka tayanga rebozaya, orabagada sekete maradasia, roko bakatayanga rebozaya, alase bagada makatayanga rebozaya, katera bagada masaya. Bwana tusamehe Bwana, samehe Bwana taifa yetu Bwana, viongozi wetu Bwana wasamehe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Shayabagana maseke mana masaya, shetelelele makosi bagana maradosha, rekatara baganda rabagada seke balasiza, roko baganda makata yandere basebala, retel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 e, robaganda maseke balasia, losha kata yandere bosaya. Baba, tunatubu dhambi na makosa, Bwana tuonee mfalme wa taabu, tuonee huruma siku ya leo, tusamehe Bwana Jehova, tuondolee makosa yetu Bwana, ondoa dhambi zetu Mfalme, kwa damu yako takatifu, tukaone rehema mbele zako. Dhambi za ukoo yetu, dhambi ambao tumezaliwa ndani, dhambi za kina mababu zetu, dhambi za kina baba zetu na mama zetu, Bwana wa majeshi wanazijua, na Bwana tunaomba Jehova, atuonee huruma Bwana, utusamehe na utukomboe kutokana na hiyo lahana, kutokana na hiyo Bwana dhambi, katika jina la Yesu Kristo. Rataya maganda masekaya, roko maganda masetia nama, makata yande magaruzuza, rozera makata ya magadosia mamoshete. Asante Bwana, asante Bwana, tunakupenda Bwana, tunakutukuza Mfalme, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo nataka tuende mbele za Bwana, nataka tuombe ni kwa sababu ya kanisa hili. Tumwambie Bwana apatie watu tamaa ya neno la Mungu, watu wakuwe na kiu ya kumtafuta, watu wakuwe na njaa ya kutafuta neno la Mungu. Tumwambie Bwana Jehova, tupatie tamaa ya neno lako, tupatie kiu ya kutafuta uso wako. Tumwambie Bwana akaweze kutupatia siku ya leo. Kama kanisa hili tukuro, lazima tuuzike katika ushirika, lazima tuuzike katika ibada, tukuwe na tamaa ya hilo neno katika jina la Yesu. Shetani tunaondoa hilo kiu na njaa ya kutafuta neno la Mungu, lakini nataka tuombe. Umwambie Bwana nisaidie, my Father, my God, katika jina la Yesu. Rabagana la seke bala sakalende masikale bango, rasende masikabagana sakata kalele, resende mala shakata la bagana, repala la posi ya baba, shakere la ganda la posi ya baba kote bakadosha, rajaka kama bana gada sekete lebozaya. Bwana tupatie tamaa ya neno lako, tupatie kiu ya neno lako Bwana, tupatie Bwana ile njaa Bwana ya kutafuta uso wako Bwana, tupatie upendo na umoja katika lele mazaya Baba, jeje bagana mazaya Baba, roho mazika bala maseketa, kata lele mazia mama mama, raba
Katalana mazekala mazaka. Katika jina la Yesu. Asante Bwana. Asante Bwana. Asubuhi ya leo nataka tuombe. Nataka ujiombee na ombee hata wale ambao hawajafika. Bwana akaweze kuwasaidia wanapokuja kwa ibada. Mungu akaguze mioyo yao. Mungu akawapatie neema. Wenye ni wagonjwa wapate uponyaji. Wenye wako na mizigo Bwana akawaondolee katika jina la Yesu. My Father, my God, katika jina la Yesu. Tunaomba Mungu wangu kwa sababu ya siku ya leo. Bwana Jehova mfalme wa taabu. Yeyote anakuja kwa ibada ya siku ya leo. Yeyote Bwana nafsi yake itakuwa mahali hapa Bwana. Na hata popote watu wako watakayekutana kwa ajili ya neno lako Mungu wangu. Jehova unaenda kuwagusa. Unaenda Bwana kuondoa kila mzigo. Unaenda kuondoa kila magonjwa Bwana. Shangara maganda mazeketele masubala. Retela manda masena makasoma. Ribala makofi maganda sheria. Retele kaka lenda masubala. Shapelele masubala. Ribala masena makakaya. Rokose mala mashakala masubala. Almaseni makotara masubala. Siku ya leo Bwana Jehova. Unatupatia Bwana ushuhuda. Unatupatia Bwana ushuhuda. Tunatangaza matendo yako Bwana. Kwa sababu ya yale unatenda katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Asante mama yetu. Nasema na magadoshi kayanda na wasa. Tunakupenda Bwana. Lasere makasara waganda wasa. Jeni makofi waganda wala maseka tayandele wasa. Malanda maseka waganda wala maseka tayandele wasa. Katika jina la Yesu. Leo nataka tuombe ni kwa sababu ya uponyaji. Kuna watu ni wagonjwa, kuna watu wamegonjeka. Ugonjwa wa kansa saa hii imetambaa kila mahali. Kuna kolera imekuja, kuna magonjwa ambayo yamejitokeza. Nataka tuombe Mungu akaweze kutuhifadhi na magonjwa hayo. Tumwambie Bwana akaweze kulinda watoto wetu. Na tuombe kwa sababu ya wale ambao washagonjeka Bwana akaweze kuwaponya. Akalete afya kwa ajili yao. Akatume neno lake kwa sababu ya uponyaji. Tuombe kwa sababu ya wagonjwa. Bwana akawaponye. Oh, malata maseni malapetila ngala mazuza. Rekete ngala masaya ngala masende. My Father, my God, Jehova mtakatifu wa watakatifu. Neno lako linasema wewe ni Mungu tuponyaye. Linakuweza Bwana kutusomea makosa yetu. Na kama tunaomba Bwana siku ya leo ukaweze kuleta uponyaji. Kuna watu ambao wamegonjeka kansa. Kuna watu ambao wamegonjeka magonjwa ambao Jehova ni wazito. Lakini Mungu wewe Mungu wetu. Wewe ni Mungu tuponyaye. Bwana ukawaponye siku ya leo. Oh, rabagara maseketele masaya. Lomesema na makatari ya nosa. Reke magana masaka ya kanisa. Bwana tuponye siku ya leo. Ondoa kila magonjwa Bwana. Ondoa kila magonjwa Jehova. Juu ya mili yetu. Juu ya wapendwa wetu. Masaka ya maseka na masaka. Lesese mara magana mara maseke. Katarina mazoka na maseke. Katika jina la Yesu. Asante Bwana. Siku ya leo nataka nikupatie nafasi ukaweze kujiombea. Ninajua unapokuja kwa nyumba ya Bwana uko na mahitaji, uko na mambo unayotaka ukamwambie Mungu. Kuna mambo ambayo unataka uzungumze na yeye. Na siku ya leo nataka nikupatie tu nafasi ukazungumze na Muumba wako. Umwambie Bwana mambo ya kwako yote. Anasema leteni mahitaji yenu kwangu, naye Bwana ataweza kuyajibu. Mwambie Bwana siku ya leo anatenda. Mungu wetu anaweza. Mungu wetu anaweza. Hakuna jambo linamshinda. Hakuna jambo lilo ngumu yeye asiyoweza. Mwambie Bwana siku ya leo. My Father, my God, ekatende mazoka dosha. Rema na mazita. Rekatila kaloganda maseka yato. Ribala na senda na makatola. Retila na
bakusi bagana bazola. Retene makala ajetila. Robo bagana seketela galasi. Osheke kata kaledira. Robala bazela makataliano. Shekela bakuza masaya. Makala ledese masusa masaya. Letele kia malokala masaya. Okala le kanya sema rojetila. Sisi katosha kalada. Baba yetu wewe ni mzuri Bwana. Uzuri wako Bwana Jehova unajulikana ulimwengu kote Bwana. Oshelene zinda na makadoshi kaliendo. Vititi makosa bana maganda jetila kalosa. Makata lele sikayo yesia. You are so sweet Lord. Vitisi ni makosi bana maganda. Rekete makata legosa. Hata yanda bala 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 baseke legosia bokosha. Katika jina la Yesu. Asante Bwana wa majeshi. Tunakupenda Bwana. Katika jina la Yesu. Asante Bwana. Hakuna Mungu kama wewe katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo nataka tumshukuru Bwana. Ninajua yale maombi ambayo umeomba lazima uamini Bwana ametenda. Kama kuna mahitaji umekuwa nayo ambayo umeyakirisha mbele za Bwana, nataka tuanze kumshukuru tu, mwambie Bwana asante kwa kutenda. Asante kwa sababu umeponya magonjwa. Asante kwa sababu umeleta miujiza. Asante Bwana kwa sababu ya lenda mazikana, ritira makosi bala mashata, katalenda mazuza ale mashataya bole mazuza. Lekete mala maganda rabozaya, kalezi zimaloka tula rabaganda rabozaya. Asante Bwana, asante Bwana. Tunakupenda Baba yetu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru asubuhi ya leo. Asante Bwana kwa wema wako na ukuu wako. Umetuamsha Bwana, umetuwezesha kufika mahali hapa, si kwa nguvu zetu bali Bwana ni kwa uwepo wako na Roho wako Bwana. Tunalitukuza jina lako. Tunapoingia kwa ibada Bwana, tunaomba tu Roho wako Mtakatifu akatuongoze, akatembee pamoja nasi. Na siku ya leo Bwana, nena pamoja nasi, tuongoze katika ibada hii, tuelekeze Bwana kwa njia ambayo inastahili. Asante hata kwa wale ambao wako njiani, tunaweka mikononi mwako. Wanapokuja kwenye ibada Bwana, tunaomba Roho wako akazidi kuwaongoza. Tunalitukuza na kulibariki jina lako. Naomba Bwana kwa ajili ya kila mmoja ambaye anasimama kwenye madhabahu haya siku ya leo, kwamba Roho wako Mtakatifu anamuongoza. Unatufunika na damu ya Yesu Kristo na unatusaidia Bwana tusipate kushambuliwa na mwovu shetani. Asante Bwana kwa sababu unatenda. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Sema amen. Amen. Sawa, tupate mahali tuketi ninapomkaribisha mhubiri wa siku ya leo. Yes. Mtu ambaye Mungu ameandaa kwa ajili ya mioyo zetu siku ya leo. Mama ambaye Mungu amemsaidia sana. Tumpigie tu makofi anapokuja. Karibu mama. Yes. God bless you so much. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Ni siku njema ambayo Bwana ameifanya. Bwana ametubariki, ametupatia siku nyingine. Na ni siku ambao tunafurahi. Bwana asifiwe. Amen. Tungejua tutafika siku ya leo, ni muujiza ambao Bwana amefanya. Kaweza kuiona siku ya leo. Bwana asifiwe. Baba, nataka kukushukuru pamoja na mama kwa kupatia haya madhabahu tukaweze kutumika mahali hapa. Nataka tumpigie Bwana makofi, tu appreciate mtumishi wa Mungu, baba wetu kwa Mungu. Ni mzuri ku appreciate mzazi wako. Namwambia tu asante. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Siku ya leo
tuongee kuhusu neno la Mungu. Bado tuko tu katika topic yetu ambao ni spiritual tools ama silaha ambazo zinaweza kupatia ushindi, silaha za kiroho ambazo zinaweza kupatia ushindi. Bwana asifiwe. Amen. Tumeongea vipengele kadhaa kwa kadha, vipengele mingi, lakini siku ya leo nataka tuongee kuhusu upendo kama silaha kuu ambao inaweza kupatia ushindi ya kushinda adui. Bwana asifiwe. Amen. Upendo ni silaha kuu sana. Bwana asifiwe. Ni silaha ambao Mungu mwenyewe alitupatia. Yaani anapotupatia ni kumaanisha hiyo silaha ni ya kushinda adui. Haleluya. Shetani alipomuua Yesu alidhani ameshashinda. Haleluya. Alifikiria ameshinda. Akafikiria sasa nimemaliza hayo. Lakini Yesu alipokufa pale kwa upendo. Haleluya. Kwa upendo aliweza kuvunja nguvu kabisa. Haleluya. Nataka tusome Wakolosai 2:15. Nayatapata Wakolosai 2:15. Neno la Mungu linasema hivi katika Wakolosai 2:15. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Haleluya. Alipokuwa pale msalabani aliweza kuvunja ile nguvu. Haleluya. Akavunja pale msalabani yale ambayo shetani alikuwa anadhania ameshashinda. Hakuweza kufaulu kwa sababu Mungu wetu Yesu aliweza kufa kwa upendo. Bwana sifiwe. Nataka tusome Warumi 8:37. Warumi 8:37. Biblia inasema hivi katika Warumi 8:37, lakini katika mambo hayo yote tunashinda. Amen. Na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Bwana sifiwe. Yaani katika mambo hayo yote tulishinda zaidi. Bwana sifiwe. Na kupitia yeye aliyetupenda. Haleluya. Ni kumaanisha tunaweza shinda, yaani katika hayo mambo tunaweza shinda kupitia nini? Upendo. Bwana sifiwe. Aliyetupenda huyo ndiye alitukabidhi ushindi, akatupatia silaha hiyo ya upendo tuweze kushinda. Bwana sifiwe. Haleluya. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Haleluya. Na mtu anapatiane alichokuwa nacho. Haleluya. Unapokuwa na kitu ndicho unapeana. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Ako na upendo. Ndio maana anatupatia upendo kama silaha ya kuweza kushinda adui. Bwana sifiwe. Mungu wetu ni wa upendo. Yohana 3:16 anasema aliutoa mwanawe yaani mwana wake wa upendo. Bwana sifiwe. Alipenda ulimwengu akatoa mwanawe wa pekee. Ni kumaanisha alikuwa na huyo mwana wake wa pekee na kwa upendo akatupatia. Haleluya. Nataka tusome 1 John 4:9. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:9. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:9 inasema hivi. Katika hili pendo la Mungu lilionekana
kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Amen. Bwana asifiwe. Mungu ako na upendo zaidi na akatoa mwanawe. Haleluya. Inaweza fanana na hiyo ya 3:16. Yaani unachokuwa nacho ndio napeana. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Alikuwa na hiyo upendo na akatoa mwanawe. Yaani akamtoa kwa upendo. Bwana asifiwe. Ni kumaanisha sisi tumependwa zaidi. Haleluya. Mungu angekaa aone tunaangamia. Mungu angetaka aone tunapotea. Kwa upendo huo akatoa huyo mwanawe ili tukaweze kuokolewa. Bwana asifiwe. So ni kumaanisha upendo ni ya muhimu sana. Haleluya. Upendo ni ya muhimu sana. Nataka tuangalie hiyo 1 John hiyo 3:23. 1 John 3:23 inasema, na hii ndiyo amri yake kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupa amri. Amen. Haleluya. Imagine Bwana anatupatia hiyo silaha ambayo ni ya upendo. Anatupatia kama amri. Bwana asifiwe. Anatuamrisha tupendane. Haleluya. Kama vile Mungu mwenyewe ni pendo na sisi ni wanake, anatarajia nasi tuwe na hiyo upendo. Anatuamuru tukaweze kupendana sisi kwa sisi. Bwana asifiwe. Ni amri tumeamrishwa. Hiyo ni kama Mungu ametupenda sana na akaona tukikosa upendo tumekosa silaha. Na tuwezi kumshinda shetani kama hatuna upendo. Bwana asifiwe. Nimeambia chenye mtu ako nacho ndicho anaweza patiana. Bwana asifiwe. Chenye kiko ndani mwako. Nikiomba mume wangu mwambie anisaidie 10,000 na hawezi kunipatia, lakini kama ako na 500 hiyo ndio ananipatia. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Ndio maana anatuamurisha sisi. Anatuamurisha tupendane sisi kwa sisi kwa sababu yeye ni pendo. Haleluya. Number 2, upendo unavunja nguvu ya adui. Haleluya. Shetani hufanya kazi kwa chuki, kwa uchungu, kwa mgawanyiko na hata kwa kutosamehe. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kazi ya shetani anayofanya. Shetani hataki aone mnapendana. Shetani hataki aone mko kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Anataka aone mnachukiana kwa sababu opposite ya chuki ni upendo. Haleluya. Kwa sababu yeye alishindwa na akashindwa kwa upendo, so anataka tukue na chuki ili tuweze kushindwa. Bwana asifiwe. Lakini ashukuriwe Mungu wetu wa upendo. Ametupatia hiyo upendo tukaweze kushinda hiyo chuki. Haleluya. Shetani anajuanga unapokosa kusamea, sasa Mungu anakaa mbali na wewe. Anakuletea roho ya kutosamea. Unaona mtu unambeba kwa moyo, unaona mtu unausikia umemchukia. Haleluya. Na kwa sababu maandiko nasema tupendane sisi kwa sisi, sasa tunaweza kuchukiana sisi kwa sisi. Yaani shetani anafanya opposite kwa kupinga upendo ambao anafahamu ni silaha. Haleluya. Shetani anafahamu tunapopendana kama kanisa, tunapokuwa upendo kama tunakuwa na upendo kama jamii, basi tunamshinda. So anafanyaje? Analeta chuki kwa jamii. Ndugu anachukia ndugu, mama anachukia mtoto, mnaanza yaani kusambaratika. Mnapokosa upendo sasa mnashindwa kama yeye. Lakini anajua mnapokuwa na upendo, kama vile tumeamrishwa tupendane sisi kama amri, yani tumeamrishwa tupendane, ni amri. Hakuna vile tutafanya, tunaamrishwa tupendane.
So shetani anafanya kinyume na hiyo. Bwana sifiwe. Lakini upendo unafanya kinyume na hayo. Nataka tusome Mathayo 5:44. Tusome kidogo na 45. Mathayo 5:44. Mathayo 5:44 inasema, lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake waovu na wema. Sawa. Amen. Bwana sifiwe. Umesikia hiyo Mathayo vile natuambia. Inasema lakini tuwapende maadui zetu. Bwana sifiwe. Na tuwaombee. Haleluya. Yaani Mungu ameshajua shetani atainua adui ambapo atakaye kukoroga ukose upendo ili akupatie sasa kushindwa. Bwana sifiwe. Lakini Mungu ameshajua ni upendo ni silaha. Ndio maana anasema hata kama ni adui shetani ameinua, wewe mpende na muombe. Bwana sifiwe. Ninajua hii dunia imejawa na makwazo mengi. Na hayo makwazo shetani ndio anaweka kwa watu ili kuondoa ile upendo. Haleluya. Amen. Mkose upendo. Lakini Mungu naye ameshajua. Amesema unapoombea huyo adui yako na kumpenda, basi ukionyesha hiyo upendo umemshinda shetani. Ni kumaanisha mahali pale upendo sasa ni silaha kubwa. Haleluya. Hii dunia imejawa na makwazo mengi. Unaweza kuwa tu ni mtu tu yani unampenda, lakini anaweza kukukwaza. Na ukiwa ni mtu wa kuweka maneno kwa moyo na kutosamea na kuwabeba, sasa wewe hautaisifika kuwa mwana wa Mungu. Bwana sifiwe. Yaani ndio uitwe mwana wa Mungu, lazima ufanane na Mungu. Kama yeye ni Mungu mwenye upendo, na wewe unaonyesha upendo kama baba yako. Bwana sifiwe. Unafanana na baba yako. Kama baba yako anakuanga na sura tofauti. Sema kwa mfano, niko na kamsichana kangu kakizaliwa kalikuwa kanafanana baba yake. Tungetembea anasema mtoto anafanana baba yake. Haleluya. Kwa nini anafanana na baba yake? Wakiona sura ya mtoto na sura ya baba wanafanana. So kama ni baba na mtoto wanafanana, na sisi sasa tunatakana tufanane na Mungu Baba, kwa sababu Mungu Baba ni baba yetu. Haleluya. Lazima tufanane na yeye. Kama amesema yeye ni Mungu wa upendo, na kwanza akapenda ulimwengu pale mwanzo, akaonyesha upendo, lazima na sisi tufanane na yeye kwa kuonyesha upendo. Haijalishi mtu amekukwaza aje, haijalishi ni nini umepitia, lazima ujilazimishe. Yaani ni kitu analazimisha, si ikwangi rahisi. Mtu amekutukana, amekufanyia mambo, amekuita majina. Wengine anakuendea paka kwa uchawi. Lakini imagine wanasema huyo adui yako unampenda tu. Na tena unaongeza na kumuombea. Unaongeza na maombi. Ikwangi rahisi kwa mtu mwenye amekosewa. Kwa mtu mwenye pengine hajavaa hiyo kiatu, anaweza sema msamehe tu. Msamehe tu. Lakini kwa wewe mwenye umekosewa, ikwangi rahisi. Lazima ulazimishe. Na unapolazimisha hiyo kupenda, sasa hapo ndio tunashinda. Ndio sasa hiyo upendo inatupatia ushindi. Inakuwa sasa ni silaha.
Bwana sifiwe. Amen. Hapo ndio tunaweza kushinda. Haleluya. Amen. Nataka tusome 1 Corinthians 13 verse 7. Wakorintho wa kwanza 13 kifungu cha 7. Inasema uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Amen. Hapa Biblia inatuonyesha upendo lazima, yani unavumilia yote. Haleluya. Na tumeangalia kwa hii Mathayo ati tunaombea maadui zetu na tunawapenda hata wale wanayotuudhi. Na hapa maandiko yanatuambia na hiyo upendo unafanya uvumilie yote. Haleluya. Unavumilia yote, unaendelea. Rudia hiyo verse. Hiyo ni 1 Corinthians 13:7. Inasema uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Amen. Umesikia yale upendo yanafanya. Haleluya. Lazima yani uvumilie. Upendo huo hauhesabu makosa. Au yani hauwezi kuangalia makosa hayo. Ukisonga songa pale 13 kuanzia 1 mpaka 4 tuone. 1 Corinthians 13. Hiyo tu kuanzia 1 mpaka 4. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, hainifaidi kitu. Amen. Haleluya. Amen. Hata kama utaweza kuomba kwa lugha, hata kama utatoa unabii. Haleluya. Biblia hapa inatuambia upendo lazima ikue yote, yani inashinda mambo yote. Bwana sifiwe. Hakuna jambo upendo haiwezi kufanya, kwa sababu upendo wewe itavumilia, upendo huyo itaamini yote, upendo hiyo itafanya mambo yote. Hata kama wewe utatoa unabii, unasema kunanyesha saa 4 inaanza kudondoka, unatabiri maneno yanafanyika, lakini mpendwa ndani yako upendo huo haumo, wanasema wewe sasa utakuwa ni bure. Haleluya. Na kama basi unaweza toa unabii, unaweza toa mali, unaweza hata wanasema hata ukijichoma kwa moto, yani unaweza fanya yote, lakini hapo mwisho nasema kama hakuna upendo basi inakuwa bure. Haleluya. Ni kumaanisha sasa upendo ndio main kwa yote, ndio silaha kubwa. Upendo hiyo. Haleluya. Upendo hiyo ndio ya kwanza. Na tumeangalia ndio Mungu akomboe ulimwengu alitangulisha nini? Upendo. Hata kabla hajatoa kutoa mwana, alianzisha nini? Alitangulisha upendo. Hiyo ni kumaanisha upendo ndio namba 1. Bwana sifiwe. Amen. Hata sisi kukua hapa ni upendo tu. Si ati sisi ni wema. Si ati sisi tunajua. By the way, ukijiangalia wewe na utembee, uone mwenda wazimu anakupita, uone mama amelewa hajifahamu, ujiangalie, wewe utajua ni upendo tu.
Ni Mungu amekupenda zaidi. Upendo hapo ndio iko. Bwana sifiwe. Lakini si ati wewe ni mtakatifu ama wewe uko bora kumshinda. Ni neema imeuzika na upendo. Mungu amekupenda sana. Nitakana hapo kitendo nasema haki, Mungu ananipenda kweli. Ningekuwa nafanana hivi. Unaona upendo kwa hiyo picha. Bwana sifiwe. Na unapoona hiyo upendo, basi itumie, isambaze. Sambaza hiyo upendo kwa wenzako wengine ili tukaweze kushinda. Bwana sifiwe. Haleluya. Nataka tusome hiyo John hiyo 4, turudi hapo verse 8. Chapter 4 verse 8. John chapter 4. John chapter 4 verse 8 inasema, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. First John. First John 4:8. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:8 unasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo. Amen. Haleluya. Mungu ni upendo. Yaani kama wewe haupendi, hujamjua Baba. Hivyo ndiye anasema. Hujamjua Baba kwa nini? Kwa sababu Baba huyo ndio pendo. So, unapojua Baba yako, lazima mjue yeye ni pendo. Kama wewe yaani hupendi, hujajua Baba. Haleluya. Ndio tushinde. Tushinde, lazima tujue Baba ni nani na anataka nini. Haleluya. Number 3, upendo hufukuza hofu. Yaani unatoa hofu. Hofu nini? Uoga ama nini? Unafukuza hofu. Nataka tusome hiyo First John bado 4:18. First John 4:18 inasema, katika pendo hamna hofu. Katika pendo hauna hofu. Lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu, kwa maana hofu ina adhabu. Na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Amen. Pendo inafukuza nini? Hofu. Yaani katika hiyo pendo, ukiwa na hiyo pendo huwezi kuogopa. Bwana sifiwe. Huwezi kuogopa. Hata kama mtu ni adui yako, ukiwa na hiyo pendo humuogopi. Haleluya. By the way, ukiwa tu na mtu mpendo wako, for example ni bibi yako ama mume wako, mtoto wako, mtu wako ambao unapenda, akifariki, unaweza muogopa? Ukiwa tu na yeye yaani unamgonjesha ama hapo kwa nyumba yako, alafu akate roho, kama unampenda utamuogopa? Upendo hiyo ambao uko nayo itafuta roho. Ninaona sasa utaogopa. Ninasema hivyo kwa sababu gani? Mtu akishakata roho, kuna hofu fulani inaingianga. Unapata hata kiti yenye alikuwa ameketi, ukijua kuna mtu amekufia hapo unasikia kutimua. Ama wakwambia hii nyumba kuna mtu alikufia ndani, hata kama unataka kuikodesha. Nasema hii yenye lakini sasa Biblia inatuambia nini mahali hapa? Inatuambia yani inaondoa nini? Upendo inaondoa hiyo hofu. So, unapopenda mtu huwezi kuwa na hofu.
Haleluya. Huwezi kuwa na hofu. So asubuhi ya leo nataka tumshukuru huyo Mungu mwenye upendo. Umwambie Mungu, wewe ni wa upendo. Yaani umwambie tu Mungu, umenipenda zaidi. Nataka tusimame kwa miguu yetu. Nataka tutangaze upendo wa Mungu mahali hapa. Na umwambie Mungu atusaidie, tupatie neema ya kupenda. Pale mwanzo Mungu alipenda. Nataka ile upendo wa kwanza katika kanisa hii, katika maisha yako, ikarejee. Ukawe Mungu, ukawe ni mtu mwenye upendo kama jinsi baba yako ni mwenye upendo, ndivyo nawe umwambie Bwana akusaidie ukuwe mtu wa kupenda. Bwana sifiwe. Mwambie Bwana, rejesha upendo wa kwanza katika nyumba yangu. Rejesha upendo wa kwanza katika maisha yangu. Bwana kupatie upendo ili ya kupenda hata neno lake, ili ya kupenda hata ushirika, ili ya kupenda hata wenzako, hata maadui zako. Biblia inasema tuwapende na tuwaombee, na yaani hata wale wanayetuudhi tuwaombee upendo katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, nipatie upendo, nipatie upendo, kwa kuwa wewe ni pendo. Wewe ni Bwana, ulitupenda wa kwanza, na kama sisi tunafanana na wewe ukiwa baba yetu, na tunaomba upendo ule wa kwanza ukaletee katika nyumba. Upendo ile wa kwanza ukaweze kutusaidia. Upende naye tupatie ushindi, upende naye tupatie ujasiri inayeondoa hofu. Bwana kaiachilie katika maisha yetu. My Father, my God, tunahitaji upendo wako Bwana, upendo wako usiokoma, upendo wako wa ajabu. Wewe ni Mungu wa upendo, wewe ni Mungu wa upendo. Rejesha upendo wako wa kwanza hata katika kanisa Bwana, hata katika mioyo yetu Bwana, tukawe ni watu wa kupenda, tukawe ni watu wa kusamea, tukawe ni watu Bwana wenye ujasiri, tukawe ni watu ambao hata tunapenda watu wasiookoka, hata tupende watu wasiokuwa hata wanatupenda. My Father, my God, ulituachia amri ukasema tupendane sisi kwa sisi. Ulituachia amri ukasema upendo atakatana na masekela rokose makatakala rokose kala rekete makala rekete makala rekete maloshinda kadosa. Bwana, tujaze na upendo wako, na tunakataa roho ya chuki, tunakataa roho ya kuvutana, tunakataa roho ya mtengano, tunakataa
ekanijae Bwana, moyo wangu ikajawa na upendo, roho ya uzito, roho ya kutosamea, roho ya kubeba watu, ivute na upendo, ili nikapende Bwana Jehova. Kipenzi cha roho yangu ni wewe, Mungu wangu ni wewe Bwana, mbele na nyuma sina mwingine, ni wewe Bwana, ni wewe Yehova, ni mimi na wewe Bwana, ninakupenda Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, asante Bwana, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo nataka tumwambie Bwana, pengine kuna mtu alikukwaza, kuna mtu alikutenda mambo maovu na ukakosa kumsamea, ukamsikia umemchukia, ukasikia umemubeba. Nataka siku ya leo tumwambie Bwana atusamee na tupatie tena nafasi nyingine ya kuweza kuonyesha upendo. Bwana akaweze kutusamee. Mwambie Bwana, nisamee, nimekuwa mtu mwenye chuki, nimekuwa mtu wa kutosamea, nimekuwa mtu wa kuudhika, nimekuwa mtu wa kubeba watu. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie siku ya leo, Mungu nisamee. Laziza malosha reke bagadosia malosha katelima kuzai bazuza mala. Baba yangu, Baba yangu, Baba yangu, asubuhi ya leo ninakuomba Baba, katika jina la Yesu Kristo, kama vile wewe ni pendo Bwana, ninakuomba Mungu wangu Jehova, ukaweze Bwana kunisaidia. Nimekuwa mtu wa kubeba wasa, nimekuwa mtu wa chuki, nimekuwa mtu wa kutosamea, nimebeba watu walionikosea, lakini neno lako linasema wanayetulizangu niwasamee, wanayetuli niwasamee, na Bwana ninawaachilia, ninawaachilia, ninawaachilia kutoka moyoni mwangu, ninawaachilia, ninawasamea, kwa sababu Jehova umesema nisiposamea na wewe huwezi kusamea makosa yangu. Nami Bwana Jehova ninawasamea wote walionikosea, ninaonyesha upendo kwao katika jina la Yesu. Asante kwa msalaba. Tumekuwa Bwana, tumejazwa na chuki na shetani Bwana. Ripata malele kabisa kole na mao kama shakate katale leshe la baba. Asante Bwana, asante Bwana, tupatie upendo kama kanisa, tupatie upendo kama jamii, kama familia Bwana, tukaweze kupendana Bwana. Asante Baba yetu, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo nataka tuombe. Kuna ugonjwa ambao umekuja na hiyo ugonjwa imekuwa inanihuzunisha sana katika moyo wangu. Kuna marafiki zangu wengi wamekuwa na ugonjwa wa kansa, wamekuwa tu wanagonjeka kansa, unapowaona na wasikia huruma. Nataka tuombe kinyume na hiyo roho ya kansa. Na kuna roho ambayo imekuja imesambaa, roho ya Ebola imetokea Kongo, imefika Uganda. Tukatae kama Wakenya isiingie katika nchi hii. Tukataane na kila magonjwa ya pepo ambayo yanachorea kwa anga. Tukatae katika jina la Yesu. Magonjwa ya kutoka kwa shetani, magonjwa ambayo yanatoka kuzimu, tuinyamazishe katika jina la Yesu. Katika
Asubuhi ya leo nataka tuinuke kinyume na kila roho. Kumekuwa na roho ya ukame. Kumekuwa na roho ambayo imesambaa. Kaukame kanachapa mpaka Wakristo. Na Biblia inasema yani Musa aliambia Farao anapomwachilia ataenda na ng'ombe zake na mali zake aende kumwabudu Bwana na mali yake. Na mali yani wana wa Israeli waende wamtolee dhabihu. Lakini sisi Wakristo tunapokosa kitu hatuwezi kumwabudu Bwana na mali zetu. Hatuwezi kumwabudu Bwana tukiwa maskini. Nataka tukamate roho ya anga. Roho ambayo imetupa anga ya umaskini na ufukara inayofanya Wakristo hawezi kumwabudu Bwana na mali yao. Bwana waseke na ushaka. Kataa roho ya ukame. Roho ambao ni umaskini. Nikatae roho ya jina la Yesu. Tuombee watoto wetu. Nataka tuombee watoto wetu. Tumwambie Bwana wafunike na damu ya Yesu. Shetani ameinuka kwa watoto vijana. Watoto wetu wanaangamia wanapoenda kuvuta bangi, wanapoenda kufanya mambo maovu. Shetani anataka poteze kizazi chetu. Tukataane na hiyo roho katika jina la Yesu Kristo. Tumwambie Bwana komboe watoto wetu. Mwitishe Bwana, mwambie Bwana alete ukombozi juu ya watoto wetu. Tunaomba kwa sababu ya watoto wetu vijana. Watoto wetu tunawalinda na kuwahifadhi, tunawatetea na kuwapigania, tunawakomboa na mikono ya shetani, tunawapeleka Bwana.
Yesu, uko mwema, hakuna kama wewe. Uko mwema, uko mwema wewe, uko mwema Yesu, uko mwema wewe, uko mwema wewe, mwema wewe, hakuna kama wewe. Yesu, uko mwema wewe, uko mwema wewe, uko mwema Yesu, uko mwema, uko mwema wewe, hakuna kama wewe. Yesu, uko mwema, ni wewe, ni wewe Bwana, 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 ni wewe, wewe Bwana, ni wewe, wewe Utapona
Bwana Yesu asifiwe. Ni siku iliyo njema, ni masaa ya kumsifu Mungu. Usiangalie kwamba hapo kumezima sasa urudishe tembo chini. Wewe weka tembo juu, kwa sababu sisi ndio watu wa dhamani mahali hapa. Tunataka leo tuone bila hiyo vyombo tunaweza imba mahali. Na hivyo ndio Mungu pia anapenda aone tunatumika aje. Labda wengine wanatumika hapa kwa sababu ya hivyo, lakini sisi tunatumikia Mungu, likiwepo vinatumika kwa sababu ni njia nyingine ya kumsifu Mungu. Kuna makofi, kuna kupiga hata miguu chini, kuna njia mbalimbali hata ya kucheza tu mahali hapa, na Mungu anaona. Leo Mungu anataka aone utamsifu kwa nini, utampigia kichwa au wapi? Kwa hivyo kumsifu Mungu. Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Wakati marafiki watanitoroka, nitamkimbilia nani? Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Namkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Wakati wa shida itakapokupata, utamkimbilia nani? Mwokozi wako. Namkimbilia nani? Namkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Wakati wa makatiko, wakati wa shida hiyo, namkimbilie Bwana Mwokozi wako. Namkimbilia nani? Namkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Namkimbilia nani? Namkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Wakati wa matatizo usihangaike wewe, mkimbilie Yesu atakuokoa wewe. Namkimbilia nani? Namkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Hata ukipungukiwa yeye hapungukiwi, wewe mkimbilie Yesu atakushindia. Namkimbilia nani? Namkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Unapopata majaribu wewe usikate tamaa, wewe mkimbilie Yesu atakushindia. Namkimbilia nani? Namkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Kama unaelekea kwa Yesu, amekukimbilia kwa maisha yetu, amekupigania, ametuwezesha kila wakati, ametupa sifa, ametupa nguvu za kumsifu na kumwabudu. Haleluya. Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Namkimbilie nani? Namkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Nitamkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Namkimbilia nani? Namkimbilia Yesu Mwokozi wangu.
It's wonderful having you here. Welcome to the house of God. Even if there is no power, the power of the Holy Spirit is in this house. In the name of Jesus. Thank you so much, praise and worship team. God continue to bless you. I want to take this time, this Sunday, to thank you. I want to thank Carol and Lillian. Ningependa sana kushukuru Carol na Lillian. When they joined this church, walipojiunga na kanisa hili, there's a level of spirituality we are experiencing. Kuna viwango vya kiroho ambavyo tunashuhudia. I thank people who have come today. I want to thank my daughter from Lodwar. Nashukuru sana watu wote mliohudhuria leo. Nataka kumshukuru binti yangu kutoka Lodwar. And to thank God for Purity is here. Anamshukuru Mungu kwa sababu ya Purity ambayo yuko hapa ndani. I thank God for Isaiah. Anamshukuru Mungu sana kwa Isaiah. Isaiah said, Isaiah alisema, I will serve the Lord. Kwamba nitamtumikia Bwana. Even if my family is not serving the Lord where I'm serving. Hata kama familia yangu haihudhurii mahali na umtumikia Bwana nitamtumikia. I will continue to, I've made a decision to serve God. Nimeamua kumtumikia Bwana. I thank God for all of you who have decided to serve God. Nawashukuru nyote ambao mmeamua kumtumikia Mungu. The season we are passing through, there are many things God has taught me. Msimu ambao tumeupitia kuna mambo mengi ambayo Mungu amenifundisha. And I told you that we shall be talking about scriptural tools that enforce victory. Niliwaambia kwamba tutakuwa tunaongea kuhusu sana ama vifaa vya kiroho ambavyo vinalazimisha ushindi. And I said we shall talk about this for 2 months. Na nilisema taongelea jambo hili kwa miezi miwili. Next Sunday, Jumapili ijayo, is our last Sunday. Ni Jumapili yetu ya mwisho. About scriptural tools. Kuhusu sana za kiroho. And next Sunday, Jumapili ijayo, it will be the ladies' Sunday. Itakuwa ni Jumapili ya kina dada. They will be leading the service. Hao ndio watakuwa naongoza ibada. They will be preaching to us. Hao ndio watakuwa natuhubiria. They will be doing everything here. Watafanya kila kitu hapa mahali. So I pray that the ladies will organize themselves to ensure the service is well. Kwa hivyo natumai kwamba kina dada watajiweka vizuri ili wahakikishe kwamba ibada inaenda vizuri. And then for 2 months, na kwa miezi mingine miwili, we shall talk about the book of Esther. Tutakuwa tunazungumzia kitabu cha Esther. We shall be unveiling mysteries in the book of Esther. Tutakuwa tukifunua mambo makubwa katika kitabu cha Esther. So may the Lord begin opening your eyes to the book of Esther in the next 2 months. Na Mungu aendelee kuwafungua macho yenu katika kitabu cha Esther kwa miezi miwili itakayofuata. There are many things God is going to reveal to us through the book of Esther. Kuna mambo mengi ambayo Mungu anaenda kutufunulia katika kitabu cha Esther. This morning, asubuhi ya leo, I received an invitation at Calvary Church. Nilipokea mwaliko kule katika kanisa la Calvary. And my heart decided to go. Na moyo wangu kaamua kwenda. So I will be there. After the service, baada ya huduma hapa, we are going to Calvary Church. Tutaelekea katika kanisa la Calvary. And they told me in the letter, na waliniambia katika hiyo barua, that there is food. Kwamba kuna chakula. So if God has blessed you and you want a place to eat, you can go together with me. Kama Mungu amekubariki kabisa na unataka mahali pa kula, basi andamana nami. Yeah, there is food there. Kuna chakula. Yeah, there is food for you. Kuna chakula kwa ajili. And when they talk about food, they're not joking. Na wanapoongea kuhusu chakula wafanyi mzaha. We shall eat their food whether they like it or not. Chakula hicho tutakula wapende wasipende. So we shall go together for those who will be willing to go with me. Kwa hivyo ambao mtakuwa tayari tutaandamana pamoja. And God shall bless us. Na Mungu atakubariki. Now, many churches na katika makanisa mengi have mastered the art of gathering people. Wamekuwa na ufasaha wa kuwakusanya watu. But not many of them have mastered the way they can unite them. Lakini wengi hawajajua namna ya kuweza kuwaunganisha. Unity is not just presence.
Kwa hivyo umoja sio tu ule kuwepo. It is alignment. Ni kwa kuweka sambamba. Sitting next to somebody in the church is not unity. Kukaa karibu na mtu kanisani sio umoja. Clapping your hands together and shouting amen is not unity. Kupiga makofi pamoja na kupaza sauti amen, hiyo sio umoja. And that is why today hiyo ndio maana leo I'm going to talk to you about how unity enforces victory in our lives. Leo nataka nijadili kuhusu namna umoja inalazimisha ushindi katika maisha yetu. A church where there is no unity, kanisa ambayo haina umoja, the devil will always defeat you. Shetani kila wakati atawashinda. Satan does not fear a church because you have many church members. Shetani hawezi kuogopa kanisa kwa sababu mko na washiriki wengi. Satan only fears a church where there is unity. Shetani anaogopa kanisa ambayo lina umoja. Everywhere we have unity, mahali popote ambapo tuna umoja, there is agreement. Lazima kuna makubaliano. It is possible for us to lift up holy hands. Tunaweza tukainua mikono yetu takatifu in the same sanctuary. Katika mahali pa ibada moja. But we are divided in our hearts. Lakini katika mioyo zetu tumefaragana ama tumetawanyika. We can praise God and sing at the top of our voices. Tunaweza kumshukuru Mungu na tukaimba kwa sauti kuu sana. But our hearts are full of jealousy towards one another. Lakini mioyo yetu zikawa zimejaa wivu kati yetu. Satan does not fear church attendance. Shetani haogopi kule kuhudhuria kanisa. He will allow you to come to church. Ataruhusu uje kanisani. He can even sponsor you to come to church. Anaweza akakufadhili ukafika kanisani. He is not afraid of your religion. Yeye haogopi dini yako. Even if you tell him I'm from dini ya Msambwa, he will not be afraid of you. Kwa hivyo hataogopa dini yako. He will not be afraid that you are telling you are a Catholic. Hawezi ogopa kwamba unamwambia wewe ni Mkatoliki. The only thing the devil fears, kile kitu kimoja tu ambao shetani anaogopa, is people who are walking in unity. Ni watu wanaotembea kwa umoja. When believers are genuinely united, wakati waumini wamekubalia, wameshikana kwa ukweli, heaven begins to move. Amina zinaanza kutenda kazi. Chains begin to break. Nyororo zinaanza kuvunjika. And burdens are lifted. Na mizigo inainuliwa. And so today we only ask one question. Kwa hivyo leo tunauliza swali moja tu. How does unity enforce victory? Je, umoja unahakikisha ushindi namna gani? Number one. Jambo la kwanza. Unity is the platform on which divine blessings come to us. Umoja ndio jukwaa moja tu ambao nguvu za kiungu zinatufikia. If you want the blessings of God, ukitaka baraka za Mungu, then you need to work on a platform of unity. Kwa hivyo lazima usimame kwenye jukwaa la umoja. Now this is what I want you to know. Kwa hivyo nataka ujue jambo hili. Our God is omnipresent. Mungu wetu ako kila mahali. Our God is everywhere. Mungu wetu ako kila mahali. But he does not manifest himself everywhere. Lakini hajidhihirishi kila mahali. Although God is everywhere, ijapokuwa Mungu ako kila mahali, he does not manifest himself everywhere. Hajifunui kila mahali. He has a specific place where he manifests himself. Ana mahali maalum ambapo anajionyesha. And the place where God manifests himself is a place we have unity. Ana mahali tu ambapo Mungu anajifunua ni mahali kuna umoja. A powerless church, kanisa lisilokuwa na nguvu, does not begin with people who don't pray. Halianzi na watu ambao hawaombi. A powerless church, kanisa lisilokuwa na nguvu, begins with people who are not united. Linaanza na watu ambao hawana nguvu. Why are we not seeing the blessings of God in our lives? Ni kwa nini hatuoni nguvu za Mungu ama baraka za Mungu? It is because although we are worshiping together, ni kwa sababu ijapokuwa tunaabudu pamoja, although we are going to church very early, ijapokuwa tunahudhuria kanisani, although we are committed to giving, ijapokuwa tunatoa zaidi. But the question God is asking us today, lakini swali analouliza Mungu asubuhi ya leo, is there any unity? Je, kuna umoja? In Psalm 133, katika Zaburi 133, in the book of Psalms, katika kitabu cha Zaburi, chapter 133, namba 133, I'm saying this so the translator can open. In the book of Psalms, katika kitabu cha Zaburi 133, 133, there are only 3 verses there. Kuna basi 3 peke yake hapo. And you will see what it talks about. Na utaona inaongea kuhusu nini. In the book of Psalms, katika kitabu cha Zaburi, chapter 133, 133, and we shall take verse 1 to 3. Tunachukua kifungu cha kwanza na cha pili. The Bible says, Biblia inasema, behold how good and pleasant it is for brothers to dwell together in unity. Inasema, tazama jinsi ilivyo vema
na kupendeza, ndugu wakae pamoja kwa umoja. It is like the precious oil poured on the head running down on Aaron's beard onto the border of his robe. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. And I want to take note of verse 3 now. It is like the dew of Hermon that is set upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded his blessing. Anataka uangalie sana, uzingatie kifungu cha 3 kinasema kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka na uzima hata milele. For there is where the Lord commanded a blessing. Kwa hivyo pale mahali ndipo Mungu ameamrisha baraka. Every time brothers and sisters unite, kila wakati ndugu wanakusanyika kwa umoja, there is where God commands a blessing. Hapo ndio mahali Mungu anaamrisha baraka. Why are we walking and there is no blessing in our lives? Ni kwa nini tunatembea na hakuna baraka katika maisha yetu? It is because although we are doing other things, ni kwa sababu ijapokuwa tunafanya mambo mengine, although we have strategies, ijapokuwa tuna malengo, although we have logistics, ijapokuwa tuna hata mahesabu zetu, but what we are missing is the power of unity. Kile kitu tumekosa ni uweza unaopatikana katika umoja. Although people are together, ijapokuwa watu wako pamoja, their hearts are not together, mioyo zao haziko pamoja. But the Bible says, behold how good and pleasant it is. Biblia inasema kwamba tazama jinsi ilivyo nzuri for brothers to dwell together in unity. Kwamba wandugu wanakaa pamoja kwa and then it says, for there is where God commanded a blessing. Na Biblia inasema hapo ndipo mahali Mungu anaamrisha baraka yake. In the book of Matthew chapter 18, katika kitabu cha Mathayo sura ya 18 and verse 19, kifungu cha 19. Matthew 18:19. Mathayo 18:19. The Bible says, Biblia inasema, if two of you agree here on earth, kwamba ni watu wawili wakikubaliana kitu hapa duniani concerning anything, kuhusu jambo lolote, ask and my Father in heaven will do it for you. Uliza na Mungu wangu, baba yangu wa mbinguni atawatendeeni. Brothers, there is power in the prayer of agreement. Wapendwa, kuna nguvu katika maombi ya makubaliano. What is this thing you have been praying and God is not answering? Ni jambo gani hili umekuwa ukiombea na Mungu amekataa kujibu? Try uniting with some brethren who know how to pray. Jaribu ukutanike na mandugu ambao wanajua kuomba. God respects only two people who can agree. Mungu anaheshimu sana watu wawili ambao wanaweza kubaliana. Not many people in the church. Sio wale watu wengi, but they don't agree. Lakini hawana makubaliano. There is no unity. Hawana umoja. Every time you see God talking about this, kila wakati unapoona Mungu ananena jambo hili, it means he has been looking at the church. Inamaanisha amekuwa akitazama kanisa. But there is no unity. Lakini hakuna umoja. The unifying factor is absent. Kile kitu kinaweka pamoja kimepotea. How does unity enforce victory? Umoja unahakikisha ushindi namna gani? Number 2. Jambo la pili. Unity multiplies God's power. Umoja unazidisha nguvu za Mungu. If you want to multiply the power of God, ukitaka kuzidisha nguvu za Mungu, if you want to make sure the power of God is profound, ukitaka kuhakikisha kwamba nguvu za Mungu zipo, the only thing you need to do kile kitu tunatakana kufanya is to make sure there is unity wherever you are. Ni kuhakikisha kwamba popote ulipo kuna umoja. Many churches lose revival. Makanisa mengi yanapoteza uvivio. Not because there is no prayer and fasting. Sio kwa sababu wamekosa kufunga na kuomba. Many churches lose the power in the church. Makanisa mengi yamepoteza nguvu kanisani because there is no unity. Kwa sababu hakuna umoja. One coal loses fire, but when there are many coals, they sustain the fire. Vikali vingi ama vingi vinapoteza moto wakati ni chache, lakini zikiwa nyingi zinakuwa na moto. Makaa. When it is one, wakati kaa ni moja, it loses heat. Inapoteza. But when there are many together, lakini yakiwekwa pamoja, they will always sustain the heat. Kila wakati inahifadhi hiyo moto. Every time you are walking together, kila wakati mkitembea pamoja, then you need to know that the power of God will always be present. Lazima ujue kwamba uwezo wa Mungu uko pale. There is a statement in the Bible kuna kifungu kwenye Biblia that defeats mathematics principles. Ambaye imeshinda kabisa ukweli ama uhalisia wa hesabu. The principles of mathematics kanuni ya hesabu cannot work the way we are being told in the Bible. Haiwezi kufanya kazi namna tumeambiwa kwenye Biblia. Deuteronomy 32 verse 30. Katika Kumbukumbu la Torati 32:30. 32
30. The Bible says, Biblia inasema one man can chase 1,000 people. kwamba mtu mmoja anaweza kufukuza watu 1,000. Now, let us do the math. Let's do the math. If one man can chase 1,000, what about two people? Basi tutumie hesabu. Mtu mmoja anafukuza watu 1,000 na watu wawili 2,000. But look at what the Bible says. One man can chase 1,000 and two people can chase 10,000. Kwamba mtu mmoja anafukuza watu 10,000 lakini watu wawili wanafukuza watu 10,000. Come again. Kwamba mtu mmoja anawashinda watu 1,000 na watu wawili wanashinda watu 10,000. Now look at that mathematics. Kwa hivyo angalia. I was thinking two people will defeat 2,000. Nilikuwa nafikiria kwamba watu wawili watashinda watu 10,000. What is God telling us? Ni kitu gani Mungu akanatuambia? When we are united, Wakati tuna umoja, we can do more because the power of God is always present in us. tutafanya zaidi kwa sababu uweza wa Mungu uko katikati yetu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Now this is what I want you to know. Hiki ndio nilikuwa nataka mjue. What's about the children who are outside? They are really playing. Come inside. Watoto wako nje, mtu mmoja hakikishe kwamba wamekuja ndani. In the book of Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Katika kitabu cha Mhubiri sura ya 4 kifungu cha 9. Ecclesiastes 4 verse 9. Mhubiri 4:9. The Bible says, Biblia inasema two are better than one, kwamba wawili ni bora kushinda moja. for they help each other to succeed. Kwa sababu wanasaidiana kufaulu. If one person falls, Mtu mmoja akianguka, the other will reach to him and help. mmoja atamfikia na amsaidie. But someone who falls alone is in real trouble. Na mtu anayeanguka akiwa peke yake ako kwa shida kubwa. And now listen to this. Asikiza hivi. A person standing alone can be attacked and defeated. Mtu anayesimama peke yake anaweza vamiwa na akashindwa. But two can stand back to back and conquer. Lakini watu wawili wanaweza simama mgongo kwa mgongo na wakashinda. Now brothers and sisters, Kwa hivyo wapendwa ndugu na dada, there are battles in this life kuna vita katika maisha haya. that you cannot survive when you are alone. Hauwezi ukaweza ukiwa peke yako. There are temptations in this life Kuna majaribu katika maisha haya. that you can be defeated when you are isolated. Kwamba ukiwa umetengana na watu wewe utashindwa. There are some discouragements of this life Kuna kutamauka ama kuvunjwa moyo katika maisha haya that destroy people who are lonely. ambayo yanaangamiza watu ambao wako peke yao. But unity creates enforcement. Lakini umoja unasababisha nguvu. Why does the devil destroy the church? Ni kwa nini shetani anaangamiza kanisa? It is because there is no unity in the church. Ni kwa sababu hakuna umoja ndani ya kanisa. A united church is difficult to destroy Kanisa ndio unganika ni ngumu sana kuangamiza. because the devil fears united people. Kwa sababu shetani anaogopa watu waliounganika. The tragedy of the church of today Shida ya kanisa ya leo is people worshiping God together. ni watu wanaabudu Mungu pamoja. They are even eating together. Hata wanakula pamoja. Some even sleep together. Hata wengine wakalala pamoja. But their hearts are far away from each other. Lakini mioyo yao ikawa mbali moja kwa mwingine. Division in the church Utengamano kanisani is not only weakness, sio tu udhaifu, but a door the devil uses to afflict the church. lakini huo ndio mlango ambao shetani anatumia kutesa kanisa. A church that is not united Kanisa ambalo halikuunganika lacks power to impact people. inakosa nguvu ya kuweza kuadhiri watu wengine. But a church that is united Lakini kanisa ambalo liko na umoja experiences the flow of God. huwa inashuhudia mtiririko wa nguvu za Mungu. Now I want you to know this. Na nataka ujue hili. When you see there is no power of God in the church, Unapoona kwamba hakuna nguvu za Mungu kanisani, it is not that your pastor does not have power to pray. sio kwa sababu ati pastor wako hana nguvu za kuomba. It is not that your pastor doesn't have the Holy Spirit. Sio kwa sababu pastor wako hana nguvu za Roho Mtakatifu. But it is a pointer to the unity of the church. Lakini ni kitu kinapoelekeza kwamba umoja wa kanisa uko namna gani. Why? Because Satan knows Kwa sababu shetani anajua it is easy to defeat people when they are divided. ni rahisi kuwashinda watu waliogawanyika. In the book of Mark chapter 3 Katika kitabu cha Marko sura ya 3 and verse 25 kifungu cha 25 all the way to 26, kuelekea mpaka 26, the Bible says if a house is divided against itself, kwamba nyumba ikigawanyika that house cannot stand. hiyo nyumba haiwezi kusimama. And then he says in verse 26, Na katika kifungu cha 26 akasema, and if Satan opposes himself and is divided, na kwamba shetani akijipinga na kawa amegawanyika, he cannot stand hawezi akasimama, and his end has come. na muda wake wa mwisho umefika. The devil cannot fight another devil. Kwa hivyo pepo hapa shetani hawezi piga shetani The mwingine. devil is so clever Kwa hivyo shetani ana uerevu mwingi that sana, when he meets another devil, kwamba akikutana na pepo mwingine he cannot fight him hawezi kupigana naye, because he knows the power of unity.
Kwa sababu anajua nguvu zinazopatikana katika umoja. Christians who understand God Wakristo wakimwelewa Mungu are the ones who are fighting each other. na hawa ndio unakuta ndio wanapigana wenyewe kwa They are wenyewe. the ones who are preaching against each other. Na hawa ndio wanahubiri ni kinyume na wenzao. The devil cannot preach against himself. Kwa hivyo shetani hawezi kuhubiri kinyume na yeye mwenyewe. If the devil goes to the church of devils Ikiwa shetani anaenda kwa hekalu la mashetani and he finds somebody preaching the message of devils, na akute watu wanahubiri ujumbe wa mashetani, he will keep quiet and listen. ataketi anyamaze na sikiza. But in the church, Lakini kanisani people begin to criticize the message that is being preached. watu wanaanza kukosoa ujumbe ambao umehubiriwa. It is not supposed to be like that. Haitakani kuwa namna hiyo. It was not supposed to be said like that. Haikutakana kusema namna He hiyo. was not supposed to mention me. Haikuweza kusema namna hiyo kunihusu. Why? Because now the power of unity has not sunk in our lives. Kwa sababu nguvu za umoja hazijazama kwenye maisha yetu. The reason why the devil fights marriages, Sababu moja ambayo shetani anapiga vita ndoa, he fights relationships, huwa anapiga mahusiano, he fights families. anapiga mafamilia. It is because he understands an isolated person is easier to attack. Kwa sababu anaelewa kwamba mtu anayesimama peke yake ni rahisi kumvamia. Now listen to this truth. Kwa hivyo usikize ukweli. Many people think the weapon the devil uses against believers is witchcraft. Watu wanafikiria kwamba silaha kubwa shetani anatumia kwa uumini ni uchawi. But from ancient times in the Bible, Lakini kutoka siku za kale kwenye Biblia, the greatest weapon the enemy uses is division. silaha kubwa ambayo shetani amekuwa akitumia ni kuwatenganisha watu. If he is able to divide you, Akiweza kututenganisha, then he will attack you. basi sasa atakuvamia. Every time the devil wants to attack the church, Kila wakati shetani anataka kuvamia kanisa, he will bring divisions first. ataleta kule kufaraganisha ama kutenganisha watu kwanza. There will be people who are supporting pastor. Kutakuwa na wale ambao wanasimama na pastor. Others are supporting Pastor Sarah. Wengine wasimama na Pastor Sarah. And those supporting Pastor Sarah are so many until the pastor is afraid. Na kwa hivyo wale ambao wamesimama na Pastor Sarah ni wengi mpaka mchungaji anaogopa. There is another team with Pastor Mark. Kuna wengine nao wakaenda kando na Mark. When the service is over, wakati huduma imeisha, every pastor has his own members. Kwa hivyo kila mchungaji anakuwa na washiriki wake. And they are talking. Na wanaongea. And Pastor Sarah is saying, na mchungaji Sarah naye anasema, I don't think this church is blessing me. Na anasema kwamba kanisa hili sidhani kama silina. I want to open a church at Sabwani. Nataka niende Sabwani kafungue kanisa. We go with you, Lilian. Na si tuende na wewe Lilian. We go with you, Purity. Purity twende. Pastor Mark is with Isaiah. Pastor Mark naye They amesimama. are planning another church at Kolongoro. Naye wanataka waanzishe huduma kule Kolongoro. The same church with different divisions. Kwa hivyo kanisa moja na vitengo mbalimbali. A church which is not united, kanisa ambalo halijaunganika, will always be attacked by the devil. Kila wakati shetani atalivamia. Number 3. Jambo la tatu. How does unity enforce victory? Umoja unahakikisha namna gani ushindi? United people, watu waliosimama pamoja, accomplish whatever they purpose. Huwa wanafanikisha malengo yao. Now there is something very amazing. Kuna kitu cha kustaajabisha. In the book of Genesis 11 verse 6. Katika kitabu cha Mwanzo 11 sura ya 6. See what God said. Angalia Mungu anasema nini. The Lord said, Mungu anasema, the people are united. Watu wameunganika. And they speak the same language. Na wanazungumza lugha moja. After this, baada ya hii, nothing they set out to do will be impossible for them. Hakuna jambo lolote watakusudia kufanya litakuwa ngumu kwao. Look, God is saying, Mungu ndiye anazungumza. Look at these people. Angalia watu. Number 1, jambo la kwanza, they are united. Hao watu wameungana. Number 2, jambo la pili, because they are united, na kwa sababu everything they plan to do, kila jambo watakalokusudia kufanya, it will be possible for them. Ni lazima wataweza kufanya. The Tower of Babel, Mnara wa Babeli, reveals what unity can do in our lives. Inadhihirisha kitu ambacho umoja unaweza kufanya katika maisha. These people just imagine. Hao watu walikaa tu wakakumbuka. And what did they imagine? Walikaa wakafikiria nini? They said, what if we build a tower from here up to heaven? Wakasema, na ikiwa tunaweza kujenga mnara utoke duniani mpaka mbinguni. And I want to show something. Na nataka nikuonyeshe kitu. The Bible does not tell us these people were born again. Biblia haituambii kwamba hao watu walikuwa wamezaliwa mara ya pili ama kuokoka. The Bible does not tell us they were filled with the Holy Spirit. Biblia haituambii kwamba walikuwa wamejazwa na Roho Mtakatifu. But because they were united, lakini kwa sababu walikuwa pamoja, God came down without prayer and fasting. Mungu alishuka bila wao kuomba na kufunga. Because they were united, ni kwa sababu walikuwa na umoja. God came down minus praise and worship.
Mungu alikuja pasipokuwa na sifa na ibada. These people are saying, Hao watu walikuwa wanasema, what if we build a tower here? tukijenga mnara hapa mahali. Alafu asubuhi Mungu ashtuke tuko mbinguni tunakunywa chai. Mungu akasema kama wameungana, wewe watakunywa chai hapa. Na vikombe itosha. So I have to do something. Kwa So hiyo now, lazima Mungu afanye kitu. God said, if I continue sitting here, Mungu akasema nikiendelea kukaa hapa, these people will come. hao watu watakuja. So he went and confused their language. Kwa hivyo akaenda akatatanisha lugha yao. The unity of purpose made these people to make God to come down. Umoja wa malengo ulisababisha Mungu akashuka. Many battles in this life, brothers and sisters, Vita vingi katika haya maisha wapendwa, are not lost because the devil is strong, hatupotezi kwa sababu shetani ana nguvu sana. but because we have lost the power of unity in our lives. Ni kwa sababu tumepoteza uwezo wa umoja katika maisha yetu. Run away from jealousy. Toroka, kimbia kutokana na wivu. Run away from competition. Ondokea mashindano. Run away from malice and ill will and fightings. Atoroka kuondokea unafiki na mizozano. Always look for unity. Kila wakati tafuta umoja. Connect yourself with people who can be united with you. Jiunganishe na watu kila wakati ambao wanaweza kuunganika na wewe. Refuse to be among those who are dividing others. Akataa kuwa mtu yule ambaye anagawanya watu. Refuse to be among those who are talking against others. Akataa kuwa mmoja wale watu ambao wanazungumza. Be an agent of unity. Akuwa mtu ambaye unasimamia umoja. Be an agent of peace wherever you are. Akuwa mtu ambaye una amani popote ulipo. Every time God brings a prophetic message like this, Kila wakati Mungu akileta ujumbe wa kinabii kama huu, it is because when He looks at our hearts, ni kwa sababu anapoangalia mioyo zetu, He sees people who have zeal for the Lord. anaona watu ambao wako na shauku kwa ajili ya Mungu. But He sees there is this one missing. Lakini anaona jambo hili linakosekana. The unity of the church. Au umoja wa kanisa. In the morning we are told that if we walk in love, Au asubuhi tuliambiwa kwamba tukienenda katika upendo, then we shall accomplish much. kwa hivyo tutaweza A church walking in love kanisa linalotembea katika upendo will always be a united church. Kila wakati utakuwa ni kanisa ambalo lina umoja. If we are united and we are walking in love, Ikiwa tumeshikana na tunatembea katika umoja, a brother or a sister will not be sick, then we just stay quiet. mpendwa dada ama ndugu hata kuwa mgonjwa na sisi tunyamaze. You remember those of you when this church was beginning under me here. Unakumbuka wakati kanisa hili lilikuwa linaanza likiwa chini ya mchungaji? There was a lot of love in this church. Kulikuwa na upendo mkubwa sana kanisani. Although we were very few, Ijapokuwa tulikuwa wachache sana, there was a lot of love. upendo ulikuwa mwingi. And I didn't want to read the book of Galatians 3:1. Na nilipenda sana kusoma kitabu cha Galatia 3:1. I didn't want to read. Asikutaka kusoma Galatia 3:1. Because now it says, Kwa sababu inasema you started in the spirit. kwamba mlianza kwa roho. Now you are in the flesh. Sasa mmefika mmemalizia kwa Where mwili. is your first love? Upendo wenu wa kwanza ulienda wapi? This church was so small. People were so few in the church, but there was a lot of love. People concerned about each other. Kanisa hili lilikuwa dogo sana na likawa na watu wachache sana, lakini watu walikuwa nahusika sana na mambo ya wenzao. But this time around, Lakini wakati huu you can hear somebody sick. unaweza sikia mtu ni mgonjwa. You can hear the child was involved in sickness. Unaona kwamba kuna mtu amepitia magonjwa. And our members know what happened to that member. Na washiriki wanajua huyo mshiriki alipitia shida gani. But there is no zeal to go and see this member. Lakini hakuna shauku ya kwenda kumuona huyo mshiriki. It is not that you are busy. Sio kwa sababu uko na kazi nyingi. But it's because you are not united. Lakini kwa sababu una umoja. There is no love. Hakuna upendo. And you are full of selfishness. Na wewe ni uko na ubinafsi mwingi. I remember how we used to even visit people who are not our members. Nakumbuka tulikuwa tunawatembelea hata wale ambao hawakuwa washiriki wetu. Provided we hear they have a problem, we could visit them. Tulikuwa tukisikia tu kwamba wako na shida We tungewatembelea. could bless them. Tungewabariki. We could be there for them. Tungelikuwa pale kwa ajili yao. I remember people we helped when we were here, very small number, but we stood with people. Nakumbuka tulipokuwa wachache sana tukawasaidia watu, tukasimama na watu. And that is the place I want us to go. Na nataka turudi mahali pale. And remember this. Nakumbuka hii. Before the Holy Spirit came in Acts chapter 2. Kabla Roho Mtakatifu alikuwa hajashuka katika Matendo ya Mitume sura ya 2. In Acts chapter 2 verse 3. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 The Holy Spirit came. Roho Mtakatifu akaja. But before he came, lakini kabla hakuja, in Acts chapter 2 verse 1, katika kitabu cha Matendo ya Mitume, the Bible says, and they were in one accord. Biblia inasema kwamba walikaa katika umoja. Then in verse 3, the Holy Spirit comes. Na kifungu cha 3 Roho Mtakatifu naye akakuja. It is difficult
difficult to invite the presence of God when people are not united. Ni vigumu sana kualika uwepo wa Mungu wakati watu hawajashikana. However much we pray for you, hata tukuombee kiasi gani, when there is no genuine unity, kama hakuna umoja wa hasa, it is difficult for the presence of God to work for you. ni vigumu sana uwepo wa Mungu kufanyia kazi. God has sent me to lament to you Mungu amenituma niwaombolezee that He wants you to go back to the first love. kwamba anataka mregelee upendo wa mwanzo. And this one calls us for us to repent. Na hii inatuitisha sisi tutubu. And tell God we have walked in malice, we have walked in jealousy. Kwamba Mungu tumetembea katika unafiki na tumetembea katika wivu. We have been selfish to others. Tumekuwa sana na ubinafsi. We have not loved others. Hatujawapenda wengine. Some people have even set aside. They don't want to continue walking with us because there is no love anymore. Kuna wengine hata wametuondokea, wamekaa kando kwa sababu hakuna upendo. People don't join a church because the pastor preaches so much. Watu hawajiungi na kanisa kwa sababu mchungaji anahubiri zaidi. People don't join a church because the pastor speaks in tongues. Watu hawajiungi na kanisa kwa sababu pastor anaongea ndimi. People don't join a church because the keyboardist is splendid. Watu hawajiungi na kanisa kwa sababu mcheza vyombo ana ufasaha mwingi. People join a church because the church has love. Watu wanajiunga na kanisa kwa sababu kanisa liko na upendo. And when the church misses this element of love, na wakati kanisa inakosa hiki kipengele cha upendo, you will see even the attendance begin to dwindle. Utaanza kuona hata kule kuhudhuria kunaanza kufifia. Let us ask the Lord today. Acha tumuulize Mungu leo To restore our first love. Aturegeshie upendo wetu wa mwanzo. Everyone with their eyes closed. Kila mmoja afumbe macho yake. Let God restore the love, the first love. Turegeshie upendo wetu wa mwanzo. Restore our love. Aturegeshie upendo. Oh Father, help us to walk in love. Baba, tusaidie tukaenende kwa To upendo. be united in our lives. Tukaweze kuunganika katika maisha yetu. Every division in our ministry. Kila kutengana katika We refuse it now. tunaikataa sasa In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Whatever is making us not to be united. Yote kila ambacho kinatutenganisha. Every burdens of Satan. Kila mzigo wa They shetani. are now being lifted. Sasa zinaondolewa. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Whatever is hindering the love of God in our lives. Yote kile kinazuia upendo wa Mungu. Whatever is hindering resources in our lives. Kila ambacho kinazuia rasilimali. I speak to you right now. Sasa nakunenea. Set us free. Tuache tu. Set the church free. Achilia kanisa In hili. the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every spirit of the devil. Kila roho wa shetani. Every spirit of division. Kila roho wa kutengana. I rebuke you now. Sasa nakukemea. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Whatever is eating the people of God. Yote kile ambacho kinatafuna watu. Every sickness and disease. Magonjwa yote na maradhi. I speak to you right now. Sasa nakunenea. Hear the word of the Lord. Sikiza neno la Mungu. Be healed now. Pona sasa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every sick body now. Mwili wote I speak to you to receive the power of healing. sasa nakunenea upate nguvu za uponyaji. Revival in your life. Uvuvio katika maisha In the yako. name of Jesus. Katika jina la Yesu. And today, whatever was not working in your life begins to work. Chochote kile leo ambacho kilikuwa kifanya